naitwa Dr. Majid. Karibuni tena katika darasa letu la Sayansi Afya Podcast, na hii ni season 4 episode 2. Leo katika darasa letu tutakuwa tunajadili kuhusu maambukizi ya bakteria katika mfumo wa chakula, yani bacterial infection in the gastrointestinal system. Karibuni sana. Kama utangulizi kuhusu magonjwa ya bakteria katika mfumo wa chakula, tutazungumzia namna magonjwa haya yanavyoingia kwenye mwili, dalili zake, baadhi ya vipimo ambavyo mtu anaweza akafanyiwa, sehemu za tiba na namna ya kujikinga na magonjwa hayo. Na kama tulivyoona katika utangulizi kwamba mfumo wa chakula unahusiana sana na mazingira ya nje, kwa sababu kila unapokula chakula kinatoka katika mazingira ya nje na kuingia ndani ya mwili, na kama chakula hicho sio safi na salama, kinaweza kikaingia na bakteria au viumbe vingine au vimelea vingine ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa. Na magonjwa haya yanaweza yakawa katika hali za kawaida kama tumbo kusokota, tumbo linauma, tumbo linaunguruma, lakini pia mtu anaweza akapata madhara makubwa zaidi, kama kupata vidonda vya tumbo, tumbo kufumuka, au tumbo kupasuka. Ina maana kwamba utumbo kuchanika au kutoboka, lakini pia mtu anaweza akapata kansa ya sehemu za tumbo. Kwa hivyo magonjwa haya yanatofautiana kutegemeana na vijidudu gani au bakteria gani yamesababisha. Magonjwa ya bakteria katika mfumo wa chakula yanasababisha watu kuumwa, takriban watu milioni 600 kwa mwaka, na vifo kama milioni 1.3 kwa rekodi za shirika la afya duniani. Na baadhi ya vifo au idadi kubwa ya vifo vinavyotokea katika magonjwa haya huathiri zaidi watoto wenye umri chini ya miaka 5, hasa katika nchi maskini na nchi zinazoendelea. Magonjwa haya husababishwa na bakteria aina mbalimbali, bakteria aina ya Escherichia coli, Shigella, Campylobacter jejuni, Vibrio cholera na Salmonella. Sasa bakteria hawa wanaingia vipi ndani ya mwili wa binadamu? Hatua ya kwanza ni ingestion. Ukila chakula ambacho sio safi na salama, basi kinaingia na bakteria. Na wakishaingia kwenye bakteria, kinachofuata ni colonization. Wanaanza kutawala au kushambulia sehemu mbalimbali za mfumo wa chakula, na baada ya hapo wanazalisha toxins. Wakiwa wengi wanazalisha sumu, na zile sumu wanazozalisha zinaweza kusababisha hatua inayofuata ambayo ni inflammation. Na ikishatokea inflammation, baada ya hapo ina maana kwamba bakteria wanakuwa wanaweza kusambaa kupitia damu kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Inaweza ikatokea sepsis, lakini pia panaweza pakatokea madhara mengine kama bakteria hao kwenda kwenye peritoneum na kusababisha peritonitis, na wanaweza kaenda sehemu nyingine za mwili na kusababisha madhara sehemu zinazokaribiana na mfumo wa chakula, ikiwepo sehemu ya ini na sehemu zingine ambazo ni jirani na mfumo wa chakula. Dalili za magonjwa ya bakteria katika mfumo wa chakula, kwa kwanza kabisa ni zile dalili ambazo zinafahamika kwa wengi. Tumbo linauma, tumbo linasokota, linakuwa linaunguruma, tumbo limevimba au limejaa. Lakini ukiachana na hivyo, mtu anaweza kana kichefu-chefu, anajisikia kutapika, au anabeua, tumbo linakuwa linajaa gesi, anaweza akawa na homa, anaweza pia akawa na harisha. Anaweza akawa na harisha choo ambacho ni majimaji, au choo kinaweza kimchanganyikana na damu, pamoja na dalili zingine ambazo zinaweza kuonyesha kwamba ugonjwa huu umeshakuwa katika hali ya hatari zaidi. Kwa magonjwa yanayosababishwa na bakteria katika mfumo wa chakula, ugonjwa ambao ni maarufu kuliko yote ni ugonjwa wa kuhara, unaitwa diarrhea. Na mara nyingi tunaita acute watery diarrhea. Inakuwa ni ugonjwa wa kuhara choo ambacho ni majimaji. Husumbua sana watoto, hasa watoto wenye umri chini ya miaka 5. Na ugonjwa huu unapotokea unasababisha hali ya hatari ambayo inaitwa tunaita dehydration, severe dehydration, lakini pia unaishiwa madini chumvi, na hii tunaita electrolyte imbalance. Sasa inapotokea hali kama hii, inakuwa ni hatari na inaweza kusababisha vifo kwa watoto ndani ya muda mfupi. Mtu anapopata ugonjwa wa bakteria katika mfumo wa chakula, ni vyema akawahi hospitali kwa ajili ya matibabu, na akifika hospitali zitachukuliwa taarifa mbalimbali ili kujua amekula nini, kilikuwaje, ilikuwa ni muda gani tangu ameanza kupata matatizo kama hayo, na kuuliza dalili mbalimbali za magonjwa yanayohusiana na mfumo wa chakula. Anasikia kichefu-chefu,
anaharisha, kama anaharisha ni mara ngapi na vitu kama hivyo. Lakini pia vinaweza vikafanyika vipimo. Kati ya vipimo kipimo cha kwanza muhimu zaidi ni choo. Inachukuliwa choo, kinaweza kupimwa culture sensitivity, lakini kikafanyiwa microscopy kwa ajili ya kuangalia kama kuna mayai ya minyoo, ili kujua kwamba ugonjwa huu sio minyoo. Ila tunapofanya culture sensitivity tunaweza tunaangalia kama kuna pathogens wanasababisha ugonjwa, na yawezekana pakawepo na bakteria. Lakini ukiacha na kipimo hicho, unaweza kufanya picha ya damu ili kuangalia kama ana infection huyo mtu. Lakini pia vinaweza kufanyika vipimo vingine ambavyo vinahusiana na maambukizi in general, na sio tu kwenye mfumo wa chakula. Sasa katika matibabu ya magonjwa ambayo yanasababishwa na bakteria katika mfumo wa chakula, tunaona kwamba kwanza kabisa ni kustabilize mgonjwa. Mara nyingi anakuja akiwa na dalili za kuishiwa maji kutokana na kuharisha sana, kwa hivyo anatakiwa kurudishiwa maji. Sasa katika kurudisha maji kuna njia mbili. Ya kwanza ni kwa maji ya kunywa. Haya maji ya kunywa yanaweza kanyweka kama yalivyo au yakatiliwa dawa mle ndani, na hii dawa inaitwa oral rehydration salts. Inakuwa ni chumvi fulani hivi ambao ukitia kwenye maji inasaidia kurejesha maji na madini chumvi. Lakini pia kama hali ni mbaya zaidi, basi mgonjwa huyu anaweza akatakiwa kuwekewa drip za maji kwa ajili ya kurudisha maji yaliyopotea. Kwa hivyo hiyo ni sehemu ya kwanza ya matibabu, na kwa sababu ugonjwa huu tunakuwa tumeshatambua kutoka maabara kwamba umesababishwa na bakteria, basi anaweza katakiwa kupewa antibiotics kwa ajili ya kutibu ugonjwa ambao umesababishwa na bakteria katika mwili wake, na inategemeana ana bakteria wa namna gani. Hivyo wataalamu wa afya watajua wanampa antibiotic gani. Sasa katika kinga tunatakiwa kuzingatia usafi wa chakula, tunavopika chakula au tunavokiandaa na tunavokitunza, lakini pia usafi wa mikono tunavotoka chooni, napaswa kuosha mikono kwa sabuni, lakini pia usafi wa mazingira, kuhakikisha kwamba vyoo tunavovitumia, kama ni vyoo vya shimo basi vinawekwa umbali fulani na nyumba, lakini pia baada ya kuwa tunatoka vyooni tunatakiwa kufunika vyoo na kufunga mlango ili kuhakikisha kwamba nzi hawatembei kuzurura kutoka chooni kuja majumbani. Lakini kama ni vyoo vya kuflush, make sure unavotoka chooni basi umekiflush choo. Lakini pia kwa watoto ambao wanakuwa bado wanatumia nepi au diapers ambazo ni disposable, unapobadilisha kisha kwamba ile nepi yake inafungwa vizuri au inatunzwa vizuri na kwenda kuwekwa sehemu ambayo ni ya kutupia uchafu, na sio kuachwa tu hadharani au kinyesi chake kimeachwa hadharani ambapo mtoto au watoto wengine wanaweza wakaja kukichezea na kupata madhara kama hayo. Lakini pia kuwa makini na watoto wanavyocheza kwenye udongo, na kuangalia kwamba mazingira yanayocheza yanakuwa ni safi na salama. Zipo chanjo kwa ajili ya magonjwa mbalimbali, kwa mfano ugonjwa wa typhoid, ugonjwa wa korela, ziko chanjo zake, japo hazijaanza kutolewa kwa wingi, lakini baadhi ya nchi zinatoa chanjo za magonjwa kama hayo. Mpaka hapo ninatumaini umejifunza mambo mengi sana kuhusu maambukizi ya bakteria katika mfumo wa chakula. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kuandaa maudhui haya na kukamilisha, mimi sina la ziada. Ningependa kukushukuru sana kwa kututizama na kutufuatilia. Mpaka wakati mwingine, bye bye.